Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Unakosa kufikiri. Yaani sisi kuifunga timu ile tumefluku. Nitafutie wewe timu ambayo sisi tumefunga mara nyingi zaidi ya wale. Nitafutie. Host. Red Star. Abajaro. Junge. Haipo. Ni wale tu. Ndio watu wafunga mara nyingi zaidi. Sasa utasemaje wao kuwafunga tumefluku? Nyinyi si mnajua statistics hizi mnazo na hizo hawezi pia utajie mie. Si mnazo hizi idadi ya mara tuzowafunga na magoli. Kwa hiyo niwaambie sio tu tumepanga kushinda ubingwa, lakini kuwafunga wapinzani wetu wa karibu katika kugombea ubingwa ni ishara ya kwenda kushinda taji hili. Lakini niwaambie kwa mechi ya kesho, kama zilivyo mechi zote za ligi kuu, tutakwenda na heshima. Hatuichukulii poa Geita kwa sababu imetoka kufungwa na Namungo. Hatuichukulii kiwepesi kwa sababu Geita imetoka kupanda ligi kuu. Ndo first time wanacheza Premier League. Wale ni wapinzani wetu katika mchezo wa kesho. Coaches wetu wanajua hii ni mechi ya ligi kuu. Hakuna dharau. Hakuna dharau. Wana coach mzoefu, ameshakuwa mpaka coach wa national team yetu. Wamesajili wachezaji wazuri. Itakuwa mechi nzuri yenye ushindani. Sisi tunachotaka ni kwenda kupata points 3. Na wao wanakuja kutafuta points 3. Kwa hiyo coach wetu atakuja na mbinu ambazo zitatufanya sisi tushinde bila kudharau. Twende kudharau timu. Kuna kudharau. Na tuna ratiba kidogo kwa mwezi Oktoba, haiko tight sana, ingawa hizi back to back ya kutoka Kagera na kucheza kesho inafanya iwe tight. Lakini baada ya mechi ya kesho tutacheza tarehe 19. Tutakuwa na break ya national team. Tarehe 19 na KMC Songea. Alafu tutacheza tarehe 30 na Azam. Tunazipigia hesabu tumalize Oktoba tuna points 12. Utapataje points 12 kama uwezi kupata 3 za kesho ili kufanya uwe na 6? Wachezaji wetu tunawaambia, tunawakumbusha umuhimu wa wao kuifanyia kazi na kuitumikia jezi ya Yanga. Muhimu wa shabiki wetu waje kutunga mkono. Tulikuwa tunajaribu kuwasiliana na watu wa bodi ya ligi tuone kuhusu viingilio. Wametuambia kwa sababu ndio ligi yao, viingilio ni shilingi 5,000 kwa mzunguko, 10,000 VIP B na 15,000, si ndio 15,000 VIP A. Washabiki wetu wajenge imani na timu yao. Wajenge imani na benchi la ufundi. Wajenge imani na uongozi wao chini ya Dr. Msola. Wajenge imani na sponsors wetu. Hakuna mechi tutakayochukulia kwa wepesi. Hakuna. Ndio maana mimi baada ya ile mechi tuliyomaliza na kwa jamaa zetu nikasema hii imeisha, tunakwenda mechi na Kagera. Hivyo mechi na Kagera imeisha, tunakwenda mechi na Geita. Kila mechi tutaipa uzito mkubwa. Juzi tumeingia hapa kutoka Bukoba. Hakuna mchezaji aliyetaka kwenda nyumbani. Kabla ya kocha hajasema, watu wanatafuta points 3. Muhimu ni kujua kwamba hii ligi ni marathon. Ni mbio za marathon. Mbio za marathon, kuna wakati mimi niliongoza kule kwa bodaboda kwenye Kili Marathon. Niliongoza. Kwa nafanya uchale nikaongoza. Lakini wanariadha kweli wa Kenya, si wa Kiganda, wa Ethiopia wakaja kashinda. Kwa mbio za marathon kuna wakati unaweza ukajikwaa, ukateleza, ukaanguka. Inatokea wakati mwingine ukaongoza toka mwanzo mpaka mwisho. Ligi ni mbio za marathon. Nafanya hivi kwa sababu washabiki waanze kuzoea kwamba
ikitokea bahati mbaya tumedraw, isichukuliwe kwamba ni mwao. Lazima tuanze kuikubali. Hakuna club ambayo iliamua kuanzisha mpira kwamba ni mchezo wake ikashinda mfululizo. Haipo, haijawahi kutokea duniani. The Giants of Brazil 1970 wanasema ndio timu ya taifa bora kuwahi kutokea duniani. Nazungumzia kwenye level ya timu ya taifa iliyoshinda World Cup mara 4. Lakini ile The Giants of Brazil ya kina Pele na kina Carlos Alberto na kina Jairzinho wanasema ndio kikosi bora. Mexico ilicheza World Cup, imeshinda finali, imewafunga Italy goli 4-1 pale Azteca Stadium, Mexico City. Kwa hiyo wakawa wanafanya sherehe ya kutembeza kombe kwenye South America ile zone. Wakaenda wakakutana na Ecuador. Wakati wa Ecuador ilikuwa ni timu taifa kabisa. Kama hapa vile Afrika, si uzungumzie nchi gani, labda Djibouti. Brazil kala 4 kama zomfunga Italy. The Giants of Brazil, wana Pele, wana Jairzinho, wana watu wote. Kwenye benchi kwa Mario, Professor Zagallo. Juzi kuna mtu mmoja alizungumza akasema huyu kocha wa Yanga Kaze anawezaje kutoka kwa kocha mkuu baadaye na kuwa kocha msaidizi? Haijawahi kutokea hiyo. Mimi najua kwamba yeye alikuwa amepiga simu anataka kuwa agent wa Kaze. Kaze akatwambia, Kaze akamwambia wewe si agent wangu. Lakini nataka kumwambia Mario Zagallo 1970 alikuwa kocha wa timu ya Brazil, ile The Giants of Brazil. Lakini 1994 World Cup ya Marekani alikuwa kocha msaidizi wa Carlos Alberto Pereira. Yaani 1970 ni kocha mkuu, 1994 ni kocha msaidizi, na baadaye 1998 akarudi kama chief coach. Achana na Mario Zagallo, labda kwa sababu mambo makubwa kwake hawezi kujua. Zagallo ni mkubwa na lazima uwe na akili kubwa ya kimpira. Charles Boniface Mkwasa shakuwa kocha mkuu hapa Master Yanga, na kishapata kwa msaidizi. Hamjui nyie? Akili watu mnakaa mnazungumza vitu tu, hata hamna statistics, hamna data, mnakaa na nyie mmekaa tu mna koti hivi, sio? Hamjui kama Mkwasa alikuwa kocha mkuu Yanga? Hamjui kama Mkwasa kishakuwa kocha msaidizi Yanga baada ya kutoka kocha mkuu? Guys, na akawa katibu pia. You have no research. Una data, funga mdomo wako. Usizungumze tu. Alafu unaizungumzia Yanga ambayo tuko sisi. Niko mimi nimekaa na ndugu yangu hapo Mbuli. Takwimu zimelala. Guys, tujiadhari na watu ambao wana nia ovu. Lakini nataka kuambia wana Yanga, sisi tunakwenda kushinda ubingwa inshallah. No doubt. No doubt. Nikiangalia mipango ya kikosi chetu, walimu, uongozi, wadhamini wetu, SportPesa, hususan Mwamba GSM, mipango kushinda ubingwa. Hatuangalii matokeo wenzetu, wala hayatushughulishi matokeo ya wapinzani wetu. Hayatushughulishi. Kwa sababu sisi, ili ushinde ubingwa, ni lazima uwafunge competent wako wale wa karibu. Jana kuna kijana mmoja akauliza, "Yaani tu mmefluke airport, natoka Bukoba, anambia, mmefluke, mmetufunga, mnajiona mshakuwa miamba." Yanga timu iliyoifunga mara nyingi zaidi duniani ni Simba. Yaani sisi Yanga timu tulioifunga mara nyingi kuliko timu yote ni Simba. Timu tulioifunga goli nyingi kuliko timu yote ni Simba. Unawezaje kusema timu hiyo tumefluke? Yaani Yanga imefunga Simba zaidi ya mara 100. Alafu unawezaje kusema tumefluke? Tumewafunga magoli inafika milioni 8. Unasema tumefluke. Akili matope hiyo. Watu wameoza jamani, akili matope. Unakosa kufikiri. Yaani sisi kuifunga timu ile tumefluke. Nitafutie wewe timu ambayo sisi tumefunga mara nyingi zaidi ya wale. Nitafutie. Host Red Star, Abajaro, Junge. Haipo, ni wale tu ndio watu wafunga mara nyingi zaidi. Sasa utasemaje wao kuwafunga tumefluke? Nyinyi si mnajua statistics hizi mnazo, na hizo hawezi pia utajie mie.
Si mnazo hizi idadi ya mara tuzowafunga na magoli. Kwa hiyo niwaambie, sio tu tumepanga kushinda ubingwa, lakini kuwafunga wapinzani wetu wa karibu katika kugombea ubingwa ni ishara ya kwenda kushinda taji hili. Lakini niwaambie, kwa mechi ya kesho, kama zilivyo mechi zote za ligi kuu, tutakwenda na heshima. Hatuichukulii poa Geita kwa sababu umetoka kufungwa na Namungo. Hatuichukulii kiwepesi kwa sababu Geita imetoka kupanda ligi kuu, ndo first time wanacheza Premier League. Wale ni wapinzani wetu katika mchezo wa kesho. Coaches wetu wanajua hii ni mechi ya ligi kuu. Hakuna dharau, hakuna dharau. Wana coach mzoefu, ameshakuwa mpaka coach wa national team yetu. Wamesajili wachezaji wazuri, itakuwa mechi nzuri yenye ushindani. Sisi tunachotaka ni kwenda kupata points 3, na wao wanakuja kutafuta points 3. Kwa hiyo coach wetu atakuja na mbinu ambazo zitatufanya sisi tushinde bila kudharau. Twende kudharau timu. Kuna kudharau. Na tuna ratiba kidogo kwa mwezi Oktoba, haiko tight sana, ingawa hizi back to back ya kutoka Kagera na kucheza kesho inafanya iwe tight. Lakini baada ya mechi ya kesho tunacheza tarehe 19. Tutakuwa na break ya national team. Tarehe 19 na KMC Songea. Alafu tunacheza tarehe 30 na Azam. Tunazipigia hesabu tumalize Oktoba tuna points 12. Utapataje points 12 kama uwezi kupata 3 za kesho uweze kufanya 6? Wachezaji wetu tunawaambia, tunawakumbusha umuhimu wa wao kuifanyia kazi na kuitumikia jezi ya Yanga. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HB TV.